ukiweza kuishi duniani kama taifa pasipo kutumia dola ya Marekani na pasipo kutumia mfumo wa malipo wa SWIFT na uchumi wako ukakua, wewe ni taifa huru na lenye nguvu za kiuchumi duniani. Hutumii dola, hutumii mfumo wa malipo wa SWIFT na uchumi wako unakuwa, wewe ni taifa lenye nguvu za kiuchumi duniani. Urusi alikuwa ni taifa lenye nguvu za kijeshi duniani. Swala la uchumi ilikuwa bado hajapewa majaribu na ayavuke majaribu ili kuthibitishwa kwamba yeye ni taifa lenye nguvu za kiuchumi. Nguvu za kijeshi alikuwa nazo tangia zamani, ilikuwa ni nguvu za kiuchumi alikuwa hajathibitisha. Sasa baada ya miezi mitatu ya kwanza ya vikwazo alivyowekewa bwana Putin wa Urusi na Joe Biden kipindi cha uongozi wake, na akavuka ile miezi mitatu pasipo uchumi wa Urusi kudondoka, rasmi Urusi alivikwa taji la taifa lenye nguvu za kiuchumi duniani. Kwa hiyo sasa hivi tunavyozungumza, Urusi ni taifa lenye nguvu za kiuchumi na nguvu za kijeshi duniani. Kwa maneno mengine, dunia sasa hivi haina mkubwa mmoja tena. Kabla ya hapo dunia ilikuwa na mkubwa mmoja tu ambaye anaitwa Marekani. Uchina juzi tu ametoka kuingizwa katika tanuru la moto la vita ya kibiashara na Marekani. Akafungiwa soko la Marekani kutokuuza bidhaa na uchumi wake ukaenda. Kilichofuata ni rasmi China. Ilikuwa tayari China ni baba wa kiuchumi, ila ni Marekani tu alikuwa hajathibitisha, hajajiridhisha yeye kama yeye kwamba je, hivi Uchina inaweza ikasurvive pasipo msaada wa soko la Marekani. Kwa hiyo dunia sasa hivi iko kwenye kitu tunakiita multipolar world order. Kabla ya multipolar world order, yani manake wakubwa ni wengi, tulikuwa na unipolar world order. Manake mkubwa ni mmoja, akisema hey, wote wananyamaza. Sasa ni kitu gani Marekani anakitafuta kwa Urusi sasa hivi? Cha kwanza kabisa, Marekani anatafuta namna ya kuishi katika dunia ya multipolar world order, dunia ya wakubwa, kwa sababu Marekani anaelekea kupoteza baadhi ya chawa. Kama tulivyoona chawa mwaminifu wa Marekani kutoka Afrika Mashariki na Kati, bwana William Samoei Ruto Kenya, tayari ameanza kuonyesha mwelekeo wake wa dhati kabisa wa kwenda upande wa China. Ni lazima Marekani aanze kuogopa. Hiyo sio dalili nzuri kwa Marekani. Hiyo ni ishara mbaya, ni red flag. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ya Marekani ni ataenda kupoteza baadhi ya allies wake, chawa watu watakwenda kwenye hawa wakubwa wapya waliozaliwa duniani. Hicho kitu Marekani wanakijua. Kwa hiyo stress ya kwanza ya Marekani ni anakwenda kupoteza baadhi ya washirika wake waaminifu. Watakwenda kwenye hawa wakubwa wapya waliozaliwa. Kumbuka wakubwa waliozaliwa wana chakula, Marekani hana chakula. Sasa baada ya kukupa hiyo brief kidogo, tuangalie hivi simu ya Donald Trump na Vladimir Putin walikuwa wamezungumza kitu gani. Donald Trump na Putin walizungumza kwenye simu kama Trump alivyoahidi kwamba hakuna jawabu la moja kwa moja linaweza kupatikana kwenye vita ya Ukraine pasipo na Trump kukutana na Putin ama kufanya mawasiliano ya aina yoyote na Putin. Look, nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And I don't believe anything's going to happen, whether you like it or not, until he and I get together. But we're going to have to get it solved because too many people are dying. Thank you. You're going to land right now. Thank you. Thank you, sir. Na ni kwa nini huwa Marekani anapenda kusema kwamba hakuna amani ya kudumu kwenye vita ya Ukraine pasipo na Marekani kukutana na Urusi? Jibu nimeshawaambia. Hii vita ni ya Marekani na Urusi na sio ya Ukraine na Urusi. Ukraine anatumiwa kama shamba la vita. Wamarekani wenyewe wameshakiri hicho kitu. Na niliwapa hayo maneno yaliyosemwa na JD Vance. No, yalisemwa na Marco Rubio mwenyewe kwamba this is a proxy war between United States and Russia. Kwa hiyo Wamarekani wenyewe wameshakiri kwamba hiyo vita ni ya kwao. Sasa nataka turudi nyuma kidogo kabla ya Trump na Putin kuongea kwenye simu. Kuna mazungumzo yalifanyika Jumamosi Uturuki. Na Warusi walitoka kwenye yale mazungumzo kwa kauli za kishujaa na za kutisha kwamba sisi hatujawahi kushindwa vita, tulipigana na Sweden miaka 21 na tukachukua shamba, leo hii tumejenga mji unaitwa St. Petersburg. Nikawapa na huo mrejesho. Sasa baada ya yale mazungumzo na ule mkora wote ule, Jumapili wa Ukraine waliamshwa na drone
273 ndani ya mji wa Kiev. Yaani wametoka kuongea Jumamosi, alafu Jumapili Ukraine akavamiwa na drone 273. Alafu nataka niwakumbushe watu kidogo, siku hizi Urusi drone anatengeneza za kwake, sio za Irani tena. Yaani Irani alimpa Urusi ujanja tu, kwa sababu tuseme ule ukweli, staili ya mapambano ya sasa imebadilishwa na Iran. Baada ya Iran kuja na hizi drone zake ambazo alikuwa anaziita Shahid kama kazi. Kwa hiyo vita vya kisasa vimebadilishwa na Waajemi kwa kutumia hizi drone. Kwa hiyo production ya drone sasa hivi Warusi wanafanya wenyewe, na kuna baadhi ya waandishi kutoka magharibi wamekwenda mpaka kwenye hizi startup, wanaita viwanda vidogo vidogo vya kutengeneza drone vya Warusi. Huwezi kuamini. Na ziko baadhi ya podcast ziko mitandaoni za jinsi vijana wa Kirusi wanavyotengeneza drone, na ni drone bora kuliko hata zile kama kazi za wa Iran. Kwa hiyo pumzi ya kuendelea na vita Warusi wanayo. Na sisemi mimi haya maneno ameyasema JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, akasema Warusi wameshaurekebisha uchumi wao ukawa ni uchumi wa vita. Unajua maana yake? Ametumia neno Russian has already re-engineered their economy to a war type economy. Kivipi? Uchumi wa Urusi sasa hivi hakuna mfumuko wa bei, hakuna unemployment, yani tatizo la kazi. Unajua machafuko ndani ya nchi huwa yanaletwa na vitu viwili, kukosa kazi na mfumuko wa bei. Hivyo vitu viwili ndio vinafanyaga vijana wanaharibu amani ya nchi. Sasa ukiweza kucontrol inflation na unemployment, amani ya nchi unakuwa nayo. Na hicho ndicho kinachowatafunaga majirani zangu Kenya. Sasa na Wamarekani wameshajua kwamba kabisa swala la kuendelea na hii vita tutakuwa tunaumia sisi na sio Urusi. Sasa baada ya Jumamosi mazungumzo kufeli na Jumapili Ukraine kuamshwa na drone 273 Kiev, pia satellite za watu wa magharibi ambazo zinamsaidia Zelensky ziliona ICBM inazunguka. Ikabidi Zelensky apige kelele, awaambie mabwana zake kwamba huyu bwana sasa hivi anataka kunipiga na ICBM. Imagine. Urusi hawakutolea majibu hicho kitu, lakini kwa taarifa nilizozipata kutoka Urusi zinasema ilikuwa ni their routine exercise of their military wear. Yaani yalikuwa ni mazoezi yao ya kawaida tu ya ICBM zao, kuziangalia kama ziko okay, kama likitokea la kutokea. So kuna vitu viwili ambavyo Zelensky alifanyiwa baada ya yale mazungumzo ya Istanbul, kupigwa na drone alafu na ICBM kuamshwa. Unajua ICBM ni bomu kubwa sana. Yaani kumpiga Zelensky na ICBM ni sasa sana kuchukua nyundo ya kilo 20 unaua nayo sisimizi. Haiwezekani. Zelensky hawezi kupigwa na ICBM. Zelensky anatakuwa anapigwa kidogo kidogo hivyo mpaka yeye mwenyewe anyoshe mikono juu. Sasa mazungumzo yamefanyika kati ya Putin na Trump, ila wa Marekani hawakupata walichokitaka. Kwa kifupi, Trump hakupata anachokitaka. Yaani alichokitarajia Trump kwa Putin. Kwanza turudi kwa Trump. Unajua Trump aliuaminisha ulimwengu kwamba akiwa rais wa Marekani angeimaliza vita ya Ukraine kwa siku moja tu. Yaani alikuwa anasema just one call to Putin I could end the war. Unajua kwa nini Trump aliwaaminisha watu duniani kwamba angekuwa na uwezo wa kuimaliza hii vita kwa masaa 24? Wakati Trump anarudi madarakani, alirudi akiwa amekariri kwamba bado Marekani ni taifa lenye nguvu duniani pekee. Yaani manake dunia bado ilikuwa kwenye mkubwa mmoja, unipolar world order. Alichokuwa hakijui bwana Trump ni kwamba wakati anapewa madaraka kama rais wa Marekani, dunia ilikuwa tayari imeshaingia kwenye kitu kinaitwa multipolar world order. Wakubwa wameshakuwa wengi. Ndio maana kila anachomwambia Putin anashangaa, Putin hamsikilizi. Manake nini? Putin ni mkubwa mwenzake. Hivi kwa Xi Jinping hamsikilizi Trump. Kwa manake Xi Jinping ni mkubwa mwenzake. Kwa hiyo Trump amerudi madarakani akiwa amekariri kwamba America is the only superpower. Anaweza akasema jambo na wengine wakati kitu ambacho sicho kweli. Kwa hiyo stress kubwa sasa hivi ya Trump ni namna ataishi huku duniani na wakubwa wenzake ambao tayari wameshachipuka. Wakubwa ni Marekani, Urusi na China. Trump ameitikisa China na vita ya kodi, amefeli.
imebidi waende Uswisi kufuta zile tariff. Niliwapa hizo brief, nikamwambia Marekani amenyosha mikono juu kwa China, na niliwaambia very well kwamba hii vita Marekani hawezi kushinda. Marekani aliishi kwa kukariri. Tumekuja kwa Mr. Putin. Marekani alitoa pendekezo la ceasefire ya siku 30. Putin akamwambia haiwezekani, tuendelee kupigana mpaka tuelewane kwenye root cause ya hii vita. Root cause ni nini? Mzizi mkuu wa hii vita ni nini? Kwa hiyo na Trump aliulizwa na waandishi wa habari, ulitoa ofa ya ceasefire ya siku 30 kwa Putin, mbona amekataa? 2.5 months ago, Ukraine, President Zelensky agreed to that 30-day ceasefire that's been on the table all of that time. What was the extent of your conversation with President Putin today about having him agree to that same 30-day ceasefire proposal that you, Mr. President, put on the table? Well, what we've done, and very strongly, is we said, let's get this thing going. You know, I had many of the leaders of European nations on the line with me right after the call. And we have to get that thing solved. 5,000 young people every single week on average. And I've seen satellite pictures. You don't want to see these pictures. We'll have to see what happens. This was not my war. This is not a war that would have happened if I were president. This is not my war. I'm just here to try and help. We've spent hundreds of billions of dollars on this war, and yet that's not. Trump hakuwa na jibu la straight. Amesha kusema this war was not mine. Hii vita haikuwa ya kwangu. Anaruka viunzi. Kwa nini? Alafu niwasaidie watu. Kwa nini Warusi hawataki ceasefire ya siku 30? Sio kwamba Warusi hawataki ceasefire ya siku 30. Wanapotaka ceasefire, kitu cha kwanza ambacho Warusi wanakileta mezani, what was the root cause of this problem? Mzizi mkuu wa hii vita ni nini? Sasa kila Urusi akiwasisitiza ndugu zao hawa watu waseme mzizi mkuu wa hii vita ni nini, kila mmoja hataki kusikiliza hiyo sentence. Mzizi mkuu ni Ukraine kutaka kwenda NATO. Na hicho kitu Putin ameshakikataa, haiwezekani. Ukraine ni mali yake. Hizi. Kwa hiyo alichokitaka Trump kwa Putin amefail completely. Ameongea na waandishi wa habari kutoa feedback alichoongea na Putin kwa kifupi, na mpaka aliulizwa mbona vita inaendelea, akasema it's a war. People are fighting. You cannot stop. Thank you all for your sacrifice. I'm so sorry for your loss and everybody. You mentioned the bloodbath that you want to see end in Ukraine. You mentioned that you believe Putin wants peace, but he just attacked Ukraine yesterday. So what makes you think that he wants peace? Well, he's in a war, you know. I mean, nobody said don't. They're fighting. They're attacking each other, and people are dying all the time. He's in a war. He's fighting a war. Nobody said he was going to stop. I think, is it terrible? Yeah, it's terrible. I think it's terrible. Yaani ameulizwa kila swali ambalo unajiuliza wewe kuhusiana na hii vita, mbona Putin hataki kusimamisha mapigano? Yote ameulizwa. Jibu ni kwamba hawezi kudictate tena mambo kwa Putin. Manake Wamarekani hawezi kuamua kula ya Warusi tena. Wamarekani wameshindwa kuua uchumi wa Urusi. Inabidi wakubaliane na masharti ya Warusi. Sasa Putin amesemaje? Putin amesema wao wataandaa memorandum ya kwao ya namna ya kumaliza hii vita, na wa Ukraine waandae ya kwao. Yaani kwamba Warusi wataandaa masharti yao na Ukraine wataandaa masharti yao kwa namna ya kuimaliza hii vita. Nikupe jibu la moja kwa moja. Anayeshinda vita ndo anayeamua masharti ya vita. Putin yuko ndani ya Ukraine, ameishikilia Ukraine 20%. Yeye ndo atakayeamua namna ya kuimaliza hii vita. Sio Marekani, sio Zelensky, sio Ulaya. Na wakati anaongea na waandishi wa habari, Trump aliulizwa, "Je, hii vita ikishindikana, ukishindwa kuimaliza itakuwaje?" Akasema, "Sitaki kuamini, nisiwe na mawazo hasi, tuwe na mawazo mazuri kwamba hii vita itaisha. Lakini nikishindwa huko mbele, hiyo ni kazi ya watu wa Ulaya." Ni kitu gani unachokipata hapo? Marekani anatafuta namna ya kuachana na huu ugomvi, lakini inakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Marekani anaweza akaiacha hii vita kweli, lakini madhara yatakuwa makubwa kwake, kwa sababu atapoteza imani ya wale chawa aliowatengeneza kwa miaka mingi, kwa kuwaaminisha kwamba ana uwezo wa kuwalinda likitokea la kutokea. Marekani ana chawa wengi waliomzunguka Urusi pale, kina Poland, kina Lithuania, Estonia. Hivi chawa vinakuwa na kauli ya kishujaa kweli kweli. Na hicho Estonia meli yake Putin ameikamata. You see? Kwa hiyo Marekani kuondoka kwenye ugomvi faster, atapoteza ile imani ambayo chawa wengine wamejiwekea kwake.
Kwa hiyo Marekani ana kitanzi. Kumbuka kuna chawa wengine wameshaanza kumkimbia Marekani kama kina Kenya, wameanza kwenda China. Ile ni red flag kwa Amerika kwamba tena wa Marekani walitumia ile sentensi kwamba our key security partner. Wanamuita Kenya inaitwa key security partner of America. Imagine. So Amerika ana kitanzi kikubwa namna ya kuwahifadhi wale chawa wake waendelee kuwa waaminifu kwake, wasiende kwa China na Russia. Tatizo linalokuja, Marekani ana njaa, hana chakula, na hawa chawa wana njaa, inabidi waende kwenye chakula. So in short, Amerika hakupata alichotaka alivyopiga hii simu kwa Warusi. Niwakumbushe watu vizuri, Warusi wamedanganywa sana kuanzia kusambaratika kwa Soviet, na haya sio maneno yangu, ni maneno ya Jeffrey Sachs, Marekani ambaye alikuwa ndo injinia mkuu wa hii Ukraine inayobomolewa. Huwa anasemaga wazi, kosa kubwa la wa Ukraine ni kuwasikiliza wa Marekani na kutokuamua mambo yao wao kama wao. Haya ni maneno ya Marekani anaitwa Jeffrey Sachs. So vita bado inaendelea. Ukraine bado ataendelea kupigwa mpaka pale atakapokubaliana na matakwa ya Putin. Hicho kitu Trump anakijua. Wameelewana, mazungumzo yanayofuata wakayafanyie Rome, Italia. Tusubiri tuangalie. Lakini so far Amerika hakupata alichokitaka. Kumbuka, Marekani alizoea kufanya vitu kwa kukariri kwamba yeye ndio baba anayetawala hii dunia. Kwa sasa dunia ina wakubwa wengine wamezaliwa wawili, China na Russia. Wana uwezo wa kuamua mambo yao pasipo kuingiliwa. Hiyo ndiyo stress ambayo Marekani anaishi nayo katika akili yake kwamba aishije na hawa wakubwa waliozaliwa. It's a challenging to American. Hiyo ndio stress kubwa ya Amerika sasa hivi. Ni namna gani wataishi katika hii dunia walioitawala wao wenyewe kama wenyewe, mpaka Putin alipoivamia Ukraine na Wamarekani wakashindwa kuharibu uchumi wa Urusi na dunia ikaamka, kumbe kuna mtu anayeweza akaenda kinyume na Marekani na maisha yake yakaenda. Yaani the moment vifaru vya Urusi vilivyoCross kuingia Ukraine na Joe Biden kuwapa maneno aliyoapa kuhusiana na Warusi na maneno yote yakafeli, ndio dunia iliamka ikajua kumbe Marekani ni simba wa kuchora kwa sasa. Ndipo tulipofika sasa hivi. Kwa hiyo stress ya Marekani, ataishi vipi na Urusi na Mchina huku duniani? Namna ya kuishi na Mchina na Mrusi ni kuheshimu yale ya Mchina na kuheshimu yale ya Mrusi. Hivyo ndivyo unaweza kuishi na wakubwa wenzako. Respect their terms. If you want to live with your other superpower, the only thing you need to do is to respect their terms and conditions. Yaani wawekeane mipaka na waheshimiane. Tuelimike, tusio wasomi.